Sports bado tupo kwenye meza ya mazungumzo, na hapa tunazungumzia kuhusiana na soka, na hapa tunazungumza kuhusiana na klabu ya Simba ambao wapo kwenye hatua nusu finali, ambao na mchezo wao wa pili unapigwa pale nchini Afrika Kusini. Kuna story kubwa inazungumzwa hapa, kubwa zaidi, na anatajwa Elie Mpanzu, na watu wanamtaja kwamba ndio figa muhimu kwa mafanikio ya Simba hasa kimataifa kwa alipoingia yeye mpaka sasa. Lakini pia wapo wanaamini kwamba Mpanzu ni zile level zinataka kufanana na ujio wa Oko alivyokuja Simba. Wapo wanaamini kama Mixon akataka kuja Simba. Wapo wanaamini kwa ufundi wa miguu yake ni kama Bernard Morrison hapa katikati. Lakini pia unasema lakini huyu ni kama chama mpya hivi. Mpanzu ni mchezaji wa daraja gani? Na ipi faida yake kwenye klabu ya Simba hususan kwenye mashindano ya kimataifa? Je, huyu ndo chama? Huyu ndo Oko? Huyu ndo Morrison? Ama huyu ndo Mixon? Bwana umetaja hao watu watatu uliotaja hapo nyuma. Umetaja watu labda Mixon kidogo tukimtenga. Umetaja watu ambao wameshafanya makubwa kwenye klabu ya Simba ujue. Yaani hao Oku imemtaja hapo. Yaani umetaja Oku, umetaja Chama. Yaani hiyo ni migoti miongoni mwa goti wa klabu ya Simba. Na kama Simba ingekuwa ina museums au wamejenga uwanja wao mkubwa wa kisasa, miongoni mwa picha ambazo inabidi wazichore mule ndani ziwepo, Emmanuel Okwi isikosekane, ya Clatous Chota Chama isikosekane. Hao ni wachezaji ambao wameamua mara nyingi kuhusu Simba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Emmanuel Okwi alifanya tangu Simba iko gizani. Chama kaja kufanya Simba tayari inanukia, ina faranga za kutosha. Yes, kwa hiyo ni wachezaji ambao usimweke Elie Mpanzu hapo. Usimweke kwenye hilo daraja. Yeye kama yeye ni mchezaji mzuri sana. Na kwanza karibia kumaliza nusu msimu. Sasa kaingia nusu msimu. Anakaribia kumaliza nusu msimu. Ameanza na mwanzo mzuri tu wa performance individually. Performance yake ni nzuri ambayo imechagiza pia kuiona Simba ilipo hapa. Kwa maana ya Simba sasa hivi kwenye michuano hii ya kimataifa ipo katika hatua ya nusu finali. Na kimsingi kwenye ligi Simba is not a big deal. Ishachukua tu ligi, ishafanyaga vitu vya namna hii mara nyingi tu. Lakini katika hii michuano ya Confederation, no, for the first time wanafika katika hii hatua. Tangu imekuwa Confederation Cup 2004. Okay, trace back huko nyuma mwaka 93 walicheza finali. Lakini Elie Mpanzu ni miongoni mwa kifaa muhimu, miongoni mwa silaha muhimu ya Simba katika kampeni yao ya msimu huu kufika hapa walipofika. Yaani just imagine mtoe Elie Mpanzu kwenye Simba, fanya hayupo, ibakie Simba kama ilivyo. Pengine usingefikiria kama inaweza kuwa hapa ilipo. Lakini uwepo Elie Mpanzu ambaye amechagiza timu kufika hapa katika baadhi ya mechi huko nyuma, ikiwemo mechi ya Al-Masry tu pale sehemu. Yes, sasa mimi nataka nianze tangu kwenye group stage. Okay, tutoka kwenye Al-Masry. Ya Al-Masry nadhani ndio muhimu zaidi. Mechi ya Al-Masry ambayo alidecide ile mechi mpaka timu inafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kwangu mimi Mpanzu ameanza vizuri, amedecide katika mechi muhimu, na sasa hivi ndo mchezaji threat zaidi, mchezaji hatari zaidi. Wanaenda kule South Africa, wala South Africa wameondoka na Elie Mpanzu. Yaani kichwani mwao lazima kile alichofanyia pale. Yaani lazima itakuwa ameondoka na jina lake kwa kile ambacho amekionyesha. Ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa threat. Namba zinaanza kuongea. Mara ya kwanza alikuwa anakuwa threat bila namba. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda anakuwa nafasi na Fadu Davids, tunaanza kuona namba zinaanza kutokea sasa. Kwa hiyo kadri namba zinavyozidi kutokea na muda unavyozidi kwenda tutaenda kumpima kwenye daraja la kina Emmanuel Okwi, Clatous Chota Chama. Chama amekuwa MVP wa nchi akiwa na kikosi cha Simba. Emmanuel Okwi amekuwa top scorer wa nchi akiwa na kikosi cha Simba. Elie Mpanzu ndo ameanza nusu ya msimu huu. Cheche ambazo anazionyesha utampa daraja lake, utampa heshima yake, lakini sio kwenye level ya Clatous Chota Chama na Emmanuel Okwi ambao walikuwa na muda mwingi kukaa, ambao wameonyesha vitu vingi. Elie Mpanzu ana nafasi kubwa ya kuonesha kama atakaa sana kwenye kikosi cha Simba. Ameondoka mfalme Clatous Chota Chama ambaye ilifika kuna muda tulikuwa tunasikia inabidi kocha ingie kwenye mfumo wa Chama ili survive kwenye viunga vya unyamani.
alivyoondoka yeye ni kama Simba ilikuwa inatengeneza team group la wachezaji ambao wanaweza kupigana kwa ajili ya klabu ya Simba. Lakini akaanza kuchomoza Ahoua kama mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi. Hafla anakuja Elie Mpanzu. Ukimtazama Mpanzu sasa unamwona ndo anajipambanua kwa anakwenda kwa mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi kuliko kundi kubwa, ama unamwona bado na yeye anatafuta sehemu ya kujionyesha yeye ni nani? Swali lako zuri. Mpanzu ndani ya Simba ni mchezaji muhimu, lakini msimu huu ulivyoanza Simba ilimpokea Jean-Charles Ahoua ambaye inaonekana kama ameichukua timu. Hiyo ipo. Yaani nikisema hivyo nataka nikupe mazingira. Timu nyingi duniani, timu nyingi zina mchezaji ambaye ndio mwenye timu. Yes. Yaani wewe yupo. Timu inasetiwa kwake. Yes, inawezekana ikawa sio kwenye uchezaji. Kwenye matukio mengi. Set pieces, mipira kutengwa, yeye. Penalty kick, yeye. Vitu vingi anaamua yeye. Mambo mengi anayaamua yeye. Umeelewa? Mchezaji huyo kwa Simba sasa hivi ni Ahoua. Ni mgeni ndani ya kikosi, ni msimu wake wa kwanza, lakini kwa sababu timu hii kwa asilimia kubwa imefanywa reshuffle, imebadilika, Ahoua amechukua hiyo position. Sasa hiyo position ambayo Ahoua yuko nayo ndani ya Simba ndio position ambayo Elie Mpanzu alikuwa nayo ndani ya Vita Club. Oh yeah. Yes. Vita Club Mpanzu alikuwa alpha na omega. Okay. Kila kitu yeye, free kick yeye, penalty yeye, corner yeye, sui kuassist yeye, kufunga yeye. Umeelewa? Huyo ndo Mpanzu. Kwa hiyo Mpanzu alikuwa bora zaidi wakati yuko kule, na Vita Club yenyewe haikuwa na nguvu. Msimu uliopita Vita Club walikuwa miongoni mwa timu ambazo zilikuwa dhaifu hali kwenye ligi. Lakini Elie Mpanzu ndo alirise kidole chake akawa anafanya wonders. That's why akawa best player wa Coupe du Congo, yani FA ya Congo. Akawa mfungaji bora wa Coupe du Congo. Wanacheza finali na Celeste ya pale Congo. Wao wanabeba ubingwa wa hiyo FA ambayo inawapa ticket ya kushiriki michuano ya Confederation. Lakini katika ligi hawakuwa na performance nzuri sana, kwa sababu walivyotoka kwenye season ya kawaida walivyoenda katika playoff, ilikuwa Tupisa Mazembe nafasi ya kwanza, nafasi ya pili Manyema ambao tulienda Champions League. Nafasi ya tatu ilikwenda kwa Saint Louis Lupopo, nafasi ya 4 ilienda kwa Aigle du Congo. Vita Club walimaliza nafasi ya 5. Ila kwa sababu wambeba ubingwa wa Coupe du Congo ndio akaenda kwenye Confederation, Aigle du Congo akawa ametolewa. Kwa hiyo mpaka Vita Club unapata ticket ya kushiriki michuano ya kimataifa msimu uliopita ni King Elie Mpanzu, ambaye alihusika kwenye mabao 11, alifunga 12, akaassist mara 9. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka anakuwa MVP wa Coupe du Congo, tafsiri yake huyo ndo mchezaji hatari, ndo mchezaji bora zaidi kwenye Costa Vita Club. Yeye ndo alikuwa kila kitu kwenye Costa Vita Club. Kwa hiyo tunapomuona hapa ni muendelezo wa performance, lakini kutake over ile kuwa kila kitu ndani ya Simba, hiyo nafasi bado hajaachiwa. Lakini ndo huyo mpigaji wa free kick wa Vita Club alikuwa yeye. Kona of course hadi na Simba anapiga kona, lakini kila kitu, yani Vita Club ilikuwa inamwangalia Mpanzu kwenye kila kitu. Timu ilikuwa kwenye mabega yake kwa asilimia kubwa. Alikuwa anacheza na Jonathan Kangalombo, alikuwa anacheza na Mpiana Mozinzi ambaye alikuwa anacheza kama striker pale kati. Mwimba Isala. Hao wote ni wachezaji muhimu, ni wachezaji ambao walikuwa wanasaidia timu kupata matokeo, lakini Elie namba zilikuwa zinasema zaidi. Elie performance wise alikuwa anaongea vizuri zaidi. Na hata alipoondoka Elie Mpanzu, mashabiki walihuzunishwa sana. Kwa sababu kwenye mechi ya Coupe du Congo wakati anaaga, unajua kuna muda ilifika tu akawa anaaga, mashabiki afaka kama hawaelewi. Kumbe ndo alikuwa ndo anaaga hivi. Anapungia hivi, alafu baadaye akawa timu inarudi pre-season, Elie Mpanzu amegoma kurudi pre-season. Sababu alikuwa na contract ambayo ilikuwa inamhitaji aweze kuextend, kuongeza mkataba wake, lakini hakuongeza. Kwa hiyo Vita wanamsubiri Elie Mpanzu aje, yeye hakuja. Alikataa kurudi kwenye kikosi cha Vita Club. Mpaka baadaye anaenda Belgium, akafeli kwenye age, ilionekana age kidogo kama sio sahihi. Lakini baadaye tunamwona anaibuka kwenye kikosi cha Simba. So swali lako nadhani nimelijibu kwa mapana zaidi. Ni mchezaji ambaye alikuwa bora tangu akiwa DRC kwa maana ya performance. Hiki anachokifanya hapa ni muendelezo, lakini ni mchezaji ambaye